Karibu katika kipindi hiki kiletwa naye mwalimu wako mpendwa Shandi bin Shandi. Kwanza hapo awali tuliangazia mfaafu wa anwani. Hapa pia tutakuwa tunaangazia maudhui. Kwanza tutaweza kujua maudhui ni nini ili tuweze kutambua ni maudhui yapi ambayo yamejitokeza katika riwaya yetu ya Nguu za Jadi. Maudhui ni ujumbe wa ujumla unaojitokeza katika kazi ya fasihi, ambapo unaangalia ni ujumbe. Haya ni ujumbe ambao Clara Momanyi alikuwa nao katika hadhira yake ambayo ni sisi, mimi na wewe. Hiyo hadhira sasa ni ambayo ujumbe aliokuwa anatupa kwa kina ulikuwa ni upi. Basi tutaweza kuangalia baadhi ya maudhui ambayo yamejitokeza, na kwanza ambayo tutaangazia itakuwa ni ukabila. Kwanza kabisa katika ukabila tutaweza kujiuliza ukabila ni nini? Ukabila ni hali ya kupendelea mtu, watu au jamii fulani kutokana na misingi ya kabila. Upendeleo huu huweza kuhusisha mambo mengi kama vile ajira, elimu, makazi, vyeo na kadhalika. Katika riwaya hii tunaona mfano wa kwanza ambapo Wakure, jamii inaonyesha ukabila wao ndio wengi serikalini, ambapo tutapata ithibati kamili katika ukurasa wa 43. Kutokana na hadi kwamba Mtemi Rasuria ambaye ndiye kiongozi wa nchi ya Matuo anatoka katika jamii hii, Wakure wengi hasa ndio walio matajiri wanajibagua na kuishi katika mtaa wa Majuu ambao ni mtaa linamoishi tabaka tawala. Ithibati ya pili, kazi za madaraka zinaendea Wakure ilhali zile za daraja la chini kama vile kazi za mikono zinafanywa na Waketwa. Hii ni ithibati tosha kuwa pale tunaona ukabila ndani yake. Ya tatu, ukabila unasababisha ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana kutoka katika jamii ya Waketwa ambao ni wahitimu wa viwango mbalimbali vya elimu na taaluma. Ya nne, tunapata siasa za majina zinatawala katika pale ukurasa wa 45. Na ukabila unafanya watu wasiohitimu katika taaluma mbalimbali kuajiriwa na kusababisha maafa nchini. Watu wanaajiriwa kutokana na uchunguzi wa majina yao. Majina yanakiwa kigezo cha kupimia ajira ya ilhali pale ambapo kigezo ambacho inapaswa kuwa kinatumika pale ni uzoefu wako au tajriba yako katika ile kazi. Ya tano, ukabila unamkarea mtemi kiasi cha kukosa imani ya kuajiri wanajeshi kutoka katika jamii nyingine. Kwa mfano, marubani wanaangusha ndege na manahodha wanapasua vyombo ya ambani kwa kukosa ujuzi. Pale unaona kuna ile ambayo ujumbe ambapo Clara Momanyi alikuwa anataka kuonyesha kwamba tunapo wapa kazi watu kwa misingi ya mikabila, pale tunapaswa kuangalia uzoefu au tajriba yao, kwa sababu unaona nchi inaendelea kuzorota ama na kupelekea hasara kwa sababu ya kigezo cha ukabila. Ya sita ni dhuluma za chifu mshabaha kwa Mangwacha zinatokana na ukabila. Chifu anadhihirisha hisia za kikabila anaposema Waketwa ni watu wasio na akili hata ya kuchagua wachumba. Ithibati inajitokeza vilivyo hasa katika ukurasa wa 20. Ya saba ni kwamba chifu mshabaha anamfanyisha Mangwasha kazi nyingi hata zile zinazopaswa kufanywa na matopazi. Ya nane, chuki ya Mtemi Rasuria kwa Ronare inatokana na ukabila hasa pale anapohujumu biashara yake, kumwonea Ronare gere na hata kumpangia mauti. Hii inajitokeza dhabiti pale katika ukurasa wa 51, 52 na pia katika ukurasa wa 171. Ya tisa, maneno ya Sagiru pia yanabeba hisia za ukabila hasa pale ambapo anawachukia
waketwa kama watu wasioweza kufanya lolote. Anasema, ndege mliolelewa kizimbani, nyie hamwezi kuruka. Mtawezaji kuruka hali mnaishi mkifikiria kwamba kuruka ni ugonjwa? Idhibati hii tunaipata katika ukurasa wa 176. Ya 10, tunapata idhibati hii: ukabila unafanya wenyeji wa matango ambao ni waketwa kuchomewa nyumba zao na kufurushwa, ili wakati wa uchaguzi wa kisiasa wasimpigie mmoja wao kura. Ya mwisho katika mifano yangu, tunapata Mtemile Suria anaendeleza hisia za ukabila anapowaita waketwa panya za ukiangalia katika ukurasa wa 78. Ya 12 ama ya ziada ya kuongezwa, tutapata kufutwa kazi kwa Mangwasha pia kunaonekana na ukabila, hasa ukiangazia katika ukurasa wa 135 na 137, kwani tunaona anayejiajiriwa kuchukua mahali pake ni Mkude. Basi hiyo inafikisha kikomo katika maudhui yangu ya ukabila. Basi ungana nami tena katika kipindi kijacho cha Pando cha Maudhui tutapokuwa tukaangazia utabaka. Basi kuwa na wakati mwanana, sadakta wakati mwingine inshallah.